Serikali imesema imebaini baadhi ya asasi za kiraia zisizojisajili kwa ajili ya kuhudumia waathirika wa ukimwi zinashiriki kupiga kampeni za kuhamasisha ushoga hapa nchini. Akizungumza na Azam News, Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Harrison Mwakembe amesema kwa mujibu wa utafiti uliofanyika zaidi ya taasisi 15 zinashiriki kwenye kampeni hizo. Upendo Michael ana taarifu zaidi. Kufuatia hali hiyo, Waziri Mwakembe amemtaka Katibu Mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria kukaa kwa pamoja na makatibu wa wizara mbalimbali ikiwa ni pamoja na Wizara ya Afya ili kujadili hali inayodhamiria kupotosha maadili ya Kitanzania. Makatibu wakuu watueleze tumejikwaa wapi kama taifa kufikishwa hapa. Kwa sababu hii sio swala mzaha. Hili ni swala litaiharibia taifa letu vibaya sana. Kwa hiyo mimi na mawaziri wenzangu tuletewe taarifa kamili ya hatua za kuchukua za haraka na za muda mrefu kudhibiti experiment hii hatari. Vile vile watupendekezee hatua mahususi za kisheria za kuchukua dhidi ya asasi za kiraia zilizoingia katika eneo hili la kuhamasisha ushoga wakijua kabisa hiki ni kinyume cha sheria. Watueleze. Pia waangalie madhara ambayo tayari tumeyapata kama taifa, kwa sababu wamelenga watoto wadogo. Pia Mwakembe amesema taasisi hizo zimetenga kiasi kikubwa cha fedha kwa ajili ya kuhamasisha ushoga katika mikoa mbalimbali ya kusini na kaskazini, ambapo tayari mikoa 11 imeshaanza mafunzo ya kufanya vitendo hivyo. Kama wao wameharibikiwa kule kwao, waendelee kuharibikiwa huko, na tunawatakia kila la heri, lakini wasiletee mchezo hapa. Mimi nimesema tumewahi na huu si muda wa kupepesa macho kuona kigugumizi kwenye hili hapana. Hata kama sijui tutapigwa wengine hata kutokuruhusiwa kuingia nchi zao, aseni sawa kabisa. Katibu Mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria Profesa Sifuni Mchome ni mmoja wa washiriki wa mkutano wa 33 wa Baraza la Haki za Binadamu wa Umoja wa Mataifa. Anasema katika hoja zao walipinga swala la ushoga hapa nchini. Profesa Mchome akabainisha sababu za kutumika kwa mikoa ya kusini na kaskazini katika kueneza kampeni ya ushoga. Dhana moja tu ambayo inadhaniwa kwa kuangalia sampling, kwa sababu wao wamefanya sampling, ni kwamba hii mikoa ukisikiliza Shinyanga, basi karibu huko na kuna madini na nini. Kwa kuna kauchumi fulani huenda wanaka target, na huenda kuna watu ambao wanafika maeneo hayo ambao pia huenda wana influence hizo, kwa hiyo basi wanatengenezea labda wateja. Lakini ukitarget Kilimanjaro, unaona ni watu wafanyabiashara, wabunifu, wanaofikiria vitu fulani katika maendeleo na kadhalika. Sasa wanahisi huenda hao ukiwa trigger kidogo tu ukawapeleka katika mkondo mwingine, huenda waka kusupport na kuunga mkono katika mambo yako. Lakini ukiangalia Arusha ni jiji, ni metropolitan ile kama wenzetu huko wanavyoita huko nje, kuna kila mtu. Inawezekana wanataribu kuangalia kwamba hapa unapoifanya hii kao ni tourist destination, basi uitafanye iwe ni destination ya hicho kitu pia. Kwa hiyo kuna sababu nyingi. Aidha, wakuu wote wa mikoa wametakiwa kushirikiana vyema na viongozi wengine ili kuweza kuwabaini watu wenye tabia hizo. Upendo Michael, Azam News, Dar es Salaam.